Habarini za asubuhi. Tuko hapa kuwaletea kipindi kizuri kabisa kutoka Little Flower Foundation. Ni taasisi ambayo inajihusisha na kutoa elimu mbalimbali. Leo hii tuna kipindi kwa ajili ya vijana na kipindi hiki kinaenda kwa jina la Safari ya Vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Slogan yetu kuhusiana na kipindi hiki cha leo ni swala zima la hisia hubadilika, lakini maamuzi hujenga maisha. Kwa maana hiyo basi, ukifanya maamuzi ya pupa, maamuzi ya haraka, uelewe ndivyo maisha yako yatakavyokwenda kuwa. Basi niko hapa na vijana ambao tutaenda kushirikiana pamoja kwenye kipindi hiki, na niseme tu kwamba tuna uhakika mkubwa sana ya kuwa wewe ambaye utafuatilia kipindi hiki utaelewa namna hisia inaweza kudanganya, hisia inaweza kujengea mahusiano ya kudumu na mazuri, lakini pia hisia inaweza ikakusaidia hasa katika hii dunia ya sasa iliyojaa mambo mengi, mihangaiko, fujo nyingi. Inafika mahali vijana wanafanya maamuzi ya haraka na mwisho wake wanafikia kujuta. Kama nilivyotangulia kusema, naitwa Blandina na nimkaribisha pia ambaye anaweza kujitambulisha. Alafu baada ya kujitambulisha wote tutaenda moja kwa moja kwenye kuendelea na kipindi chetu. Karibu. Asante. Habari. Kwa majina naitwa Agnes Boniface. Karibuni katika safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Asanteni. Asante. Majina yangu naitwa Samuel Daniel. Tunawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Isaya Godfrey Chinyali. Tuko katika kipindi kizuri cha safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Karibuni sana. Hello, naitwa Beatrice Joram. Karibuni kwenye kipindi chetu cha hisia mpaka maamuzi. Kama nilivyotangulia kusema, hii podcast ni kwa ajili ya sasa ya vijana wote. Wewe ukijiona ni kijana basi elewa kabisa kwamba ni vizuri kufuatilia. Na utatupata wapi? Kipindi hiki kinapatikana kwenye YouTube channel ya Little Flower Foundation Media, ambayo mimi Blandina Elias Mawanga ndo mkurugenzi, Mrs. Karibu Mwenda ndo mkurugenzi wa hii taasisi. Na tuanze basi moja kwa moja tukiangalia nini maana ya hisia. Tunaelewa kwamba hisia ziko za namna nyingi. Kuna hisia za mambo ya mafanikio, mambo ya biashara, lakini hisia za mahusiano. Leo tunatamani kuanza na hii hisia ya mahusiano. Vijana ukizungumzia masuala ya mahusiano, kila kijana anaona hapo ndo penyewe. Sasa kwenye hisia ya mahusiano tunataka tuangalie, lakini kabla tujaenda kwenye hisia ya mahusiano, hisia kama hisia inamaanisha nini? Tunaweza tukasema hisia kama hisia ina maana kuu mbili. Kwanza tuna hisia ya ndani ambayo mtu anaweza ikamsababisha akawa na furaha, akawa na huzuni, akawa na uchungu. Lakini basi nisiseme vyote mimi, nikaribishe yeyote ambaye anaweza hebu akajazia hapo nyama. Najua vijana mnaelewa. Hebu karibu. Asante. Kimsingi mimi naweza nikajaribu kuelezea kidogo kuhusu hisia. Hisia ni hali ya ndani ya akili na moyo ambayo inaweza ikapelekea matokeo au mwitikio wa nje. Yaani yale mambo yanayofanyika ndani ya akili na moyo yanaweza kusababisha matokeo ya nje. Kama alivyosema mkurugenzi hapa kwamba furaha, kwamba kuna hali ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha ukawa na furaha, lakini furaha haiji tu automatically katika hali ya nje. Inaanzia ndani. Kwa hiyo naweza nikaelezea kwa namna hiyo. Okay. Mwingine ambaye anaweza akaelezea? Mimi pia naweza kuzungumza hisia katika engo kuu mbili. Engo ya kwanza ni katika hali ya nje, lakini pia engo ya pili katika hali ya ndani. Tunapozungumzia katika hali ya nje, hisia kiujumla ni ile hali ya kuhisi. Tunapozungumzia issue ya hisia, huwezi kuacha kuzungumzia issue ya kuhisi. Wakati mwingine unaweza kuwa umekaa kitu kikagusa hata kwenye ngozi, kama nahisi kuna kitu kimenigusa, hiyo ni hisia pia. Lakini pia unaweza ukapita kwenye mazingira fulani kama hatarishi afu kaanza kuhisi hali ya tofauti, hiyo nayo pia ni hisia. Lakini pia tunapozungumzia habari pia ile hali ya ndani ni muhemko ambao mtu anakuwa nao
kutoka ndani juu ya kuvutiwa na kitu fulani. Hasa tumejikita zaidi katika issue ya hisia ya mapenzi. Unapozungumzia hisia ya mapenzi lazima uanze kuzungumza mvuto, kuvutiwa juu ya mtu fulani. Sasa inategemea huyu mtu amevutiwa na huyo mtu katika namna ipi. Wengine wanavutiwa na sura, wengine wanavutiwa na shepu, wengine, kila mtu kuna kitu ambacho kinamfanya avutiwe. Lakini unapozungumzia hisia ya mapenzi huwezi kuacha kuzungumzia issue ya mvuto. Amina. Sasa hapo umezungumza kuhusiana, maana nzima ni kama tu umeshaimaliza, japo unaacha kuongeza Beatrice hapo. Mimi siko mbali na kaka yetu hapa, kaka Sam. Kama alivyoongea, hisia ni hivyo vitu vinavyotoka ndani kuja nje, kama alivyosema furaha, pia kuna huzuni. Zote hizo ni maana za hisia. Sawa. Na tunaweza tukaelezea nini kuhusiana sasa na hisia za mapenzi? Kwa nini vijana wanavutiwa haraka wafanya maamuzi? Inakuwa kuwaje? Maana hii sitamani kuiongea sana mimi natamani niwaachie nyinyi. Nyie ndio wenyewe. Hebu tuambie. Kwa nini vijana wanavutiwa kwa haraka? Hapo mimi naweza nikasema kwa sababu ya, unajua hiyo hisia tayari ishatoka huko. Kwa mtu anakuta the way vile kama alivyoongea kakangu hapa. Kwanza anahusisha watu wawili hao. Na inaanza na mtu mmoja kwanza kwa mwingine. Kwa hiyo huwezi jua fikra zake. Fikra pia inaweza ikawa ni hisia. Mtu anaanza kufikiri ndani mpaka inapotoka nje. Kwa hiyo ni hisia ambazo mtu akishamuona mtu anavutiwa na umbo lake, anavutiwa na labda rangi ama ni nini. Hiyo inasababisha mtu kuanza mahusiano ya mapenzi kwa fikra tu. Okay. Napenda hapo kuongezea kidogo. Ndio. Unapoongelea hisia, huwa vijana wengi tunaangalia, tunatamaa, muonekano, kutamani. Okay. Kama sisi wanawake unatamani, namtamani yule kaka wa namna gani. Kwa hiyo ushajiingiza ndani, umeangalia, unawaza, unamwazia ndani sana. Lakini pia hisia, ukiachana na tamaa, hisia zinatupotosha sana. Nisiende sana. Hebu tuendelee kidogo. Mimi pia natamani kuzungumzia katika engo hiyo. Kwa nini vijana wengi wanajikuta wanaingia kwa haraka katika issue ya kihisia? Jambo la kwanza ni sababu za kibiolojia. Kuna umri ukifikia, kuna rika likifikia, kijana anajikuta tu anatamani kuwa kwenye hisia za kimapenzi. Lakini pia jambo la pili, aina ya watu ambao huyo mtu anaambatana nao. Wakati mwingine mtu anaweza akawa hatamani kuingia kwenye hisia, hatamani kuingia kwenye issue ya mapenzi, lakini anajikuta anajihusisha kwenye issue ya mapenzi kulingana na aina ya watu ambao anaambatana nao. Lakini jambo la mwisho ambalo nitazungumzia kwenye hiyo engo ni aina ya jamii tulionayo saizi. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo vinaendelea ikiwemo filamu, nyimbo na vitu vingi vimebeba maudhui ya kimapenzi. Ukisikiliza nyimbo na nini, utakuta hata ukifuatilia mitandao ya kijamii, sijui YouTube, Facebook na Instagram, vitu vingi sana ambavyo vinajadiliwa vinahusu sana mapenzi. Na katika umri huu sasa hivi vijana wengi, unakuta kijana na umri mdogo anamiliki smartphone na nini, kwa vile vitu wanajikuta wanaviona katika mitandao ya kijamii. Hii inasababisha vijana wengi kuhamasika kuingia kwenye mapenzi kwa hisia tu bila kujua vitu vingi vinavyohusiana na hayo mambo. Amina. Okay, sasa kuna hii hatari ya swala zima la hisia. Na kama ni hatari basi manake tumeangalia hisia zinabadilika. Kwa hiyo zinaweza kupotosha hata maamuzi. Hiyo tunaizungumziaje? Kapenda ghafla na nini, haya hatari hii hapa. Kwa vile hisia zinabadilika. Tunaizungumziaje? Mke zinapotosha hizo, kama ndio hivyo maamuzi yanaweza akawa yamekupeleka chaka. Kwenye issue ya hatari za hisia natamani pia kuchangia kidogo hapo. Unajua mara nyingi watu wanaingia katika issue ya hisia, lakini kuna vitu ambavyo hawavifuatilii kabla ya kuingia kwenye hiyo hisia au kabla ya kufanya maamuzi. Tumeona watu wengi kutokana tu na hisia, ametokea kumpenda mtu, akaingia naye kwenye mahusiano, akamsomesha, akamhudumia, mwisho wa siku yule mtu anakuja na muacha. Tunaona vijana wengi wanajiua, wanajidhuru kwa sababu ya hisia. Sasa hizi hisia zina hatari nyingi kama hivi, unaona watu wanajidhuru, wanajifanya vitu ambavyo sio sawa sawa. Lakini pia hisia, hatari ya hisia inasababisha msongo wa mawazo.
Yaani kuna watu leo hii wanashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa sababu wamekuwa na msongo sana wa mawazo kulingana na vile ambavyo walifanya maamuzi. Lakini pia imesababisha watu wengi kuto kuwaamini wengine. Anakuta alimpenda mtu fulani kutokana tu na hisia, yule mtu akamuumiza. Baada ya kumuumiza inafika mahali hatamani tena kujihusisha na mahusiano. Hata Mungu anapomletea mtu sahihi inakuwa ni changamoto sana kumwamini. Kwa nini? Kwa sababu ya background yake, alishawahi kuumizwa, ikatokea kitu ambacho kikamjeruhi moyo, hatamani tena kusikia kuhusu issue ya mahusiano. Hii ni hatari sana kwenye maisha ya hisia. Kwa kweli ni hatari sana, na ukijaribu kuangalia kwa mapana zaidi, leo hii wimbi la ndoa kuvunjika mapema limekuwa ni kubwa sana. Leo hii watu wengi wanaachana, wengine ndio hivyo wanakuta tu ndoa ya muda mfupi tu, kijana amekufa au binti ameondoka ameenda kwao, lakini inasumbua mpaka hata future wale watoto wanaokuwa wamewazaa, kwa sababu tu watu hawajapata muda ya kufahamiana vizuri na kukaa vizuri kwenye ule hata urafiki tu. Yaani hisia zimempeleka haraka, amefanya maamuzi haraka. Tumeangalia hizo hasara sawa, lakini je, hakuna faida? Naamini hisia zinaleta kujenga mahusiano, zinaleta ukaribu, hakuna faida. Kimsingi faida za uhusiano zipo nyingi. Okay. Na kama ulivyosema unasaidia kujenga mahusiano. Sasa hapa katika kuzungumzia hizi faida za hisia, kwamba mtu anapokuwa yuko makini, actually wakati mwingine hisia inakuja kama alivyosema mtumishi wa Mungu kwamba inakuja kwa matamanio. Lakini wakati hisia inapokuwa inakuja, mtu ukiwa ukiwa uko sahihi katika ile hali ya kutazama kwamba umehisi kwamba hapa ni sehemu sahihi na nini, uko sahihi, hii inaweza ikakusaidia kupata mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako. Okay. Kwa nini? Kwa generation hii ya sasa hivi ni vijana ambao ni wa mitandao ya kijamii. Ni vijana ambao ni wa utandawazi sana. Kwa hiyo tunajaribu kuingia kwenye mahusiano tukiwa tuna matarajio makubwa. Lakini sasa hizo athari zingine zinakuja kutokea huko, tunakuwa yani kwa ujumla tunakuwa hatuzifikirii zile athari, tunafikiria faida tu. Okay. za huo uhusiano. Yes. Sasa katika haya mahusiano faida ambayo ni ya msingi kabisa ambayo inaweza tukaipata kwenye mahusiano, hii inaweza ikapelekea kujenga familia nzuri. Sahihi kabisa. Katika kujenga familia nzuri itategemeana sasa huko ndani kwamba aina ya watu sisi ambao tumekutana, je, zile yani tuna share vile katika mawasiliano mazuri, hali za namna hiyo. Kwa hiyo faida za uhusiano nadhani ziko nyingi, lakini hii inaweza ikawa ni kubwa zaidi, kwamba inasaidia kujenga na kuimarisha hisia, inasaidia kujenga na kuimarisha mahusiano ya watu. Nashukuru sana. Mimi natamani tusome neno la Mungu kutoka Mithali mlango wa 4 mstari wa 23. Neno la Mungu hapa linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Sasa neno hili natamani hebu tujaribu kulileta katika kipengele hiki cha hisia, na hasa kwenye somo linaloenda nalo la mahusiano. Tunaweza tukalielezea je, mtumishi Isaya, kwa ufupi kidogo, hebu link hili neno. Hili neno linapozungumzia ishu ya kulinda moyo kuliko vyote uvilindavyo, katika maana ya kiroho, moyo unafananishwa kama mlango ambao unapitisha vitu vyema na vibaya. Kwa sababu Biblia kuna mahali imeweka wazi kwamba moyo zinatoka chemichemi za uzima ndani ya moyo. Sasa kama usipolinda moyo, ni vigumu sana kutoka hiyo chemichemi za uzima. Sasa kwa nini tunapaswa kuulinda sana moyo? Moyo ukiwa sawa, moyo ukiwa na amani, ni rahisi sana kufanya maamuzi sahihi hata katika ishu ya hisia. Lakini moyo ukiwa hauko salama, maana yake ni vigumu sana mtu kufanya maamuzi sahihi. Hata unapoona mtu anachukua hatua ya kujiua kwa sababu ya mahusiano, ukiona mtu anakuwa yuko stressed kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu gani? Moyo hauko salama. Na ndio maana Biblia inasisitiza kuulinda sana moyo, kwa sababu moyo ndio umebeba
asilimia kubwa ya maamuzi katika hali ya binadamu, lakini Biblia imeweka wazi zaidi, inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo vile moyo wako utakavyokuwa ndivyo wewe utakavyokuwa. Kwa kama moyo wako ukijawa na uchungu, huwezi kuwa na maisha ya furaha. Lakini kama ukiulinda moyo wako ukawa ni moyo ulio salama na safi, maana yake hata maisha yako yatakuwa hekima ya Mungu itakuwa juu yako. Unapokuwa na furaha pia utaweza kufanya maamuzi ya busara na kwa wakati sahihi. Panapotakiwa uongee utaongea, patakapotaka ukae kimya utakaa kimya, maana hekima ya Mungu ikiwa juu yako kila kitu utakifanya vizuri kabisa. Labda niulize swali la uchokozi kidogo tu, tunaendea mwisho, lakini niulize swali la uchokozi. Je, kati yenu kuna yote aliyewahi kufanya maamuzi kwa hisia na akaja kujuta hapo baadaye? Kati yenu yeyote tu uliwahi kufanya maamuzi fulani hivi na baadaye ukasikia kujuta? Karibu kama yupo kati yenu Agi yeyote. Karibu. Mimi napenda kuzungumzia kwamba hisia zinatupotosha hasa sisi madada. Kuna umri unafikia, maybe wazazi wanakuambia, Agnes, umri tunakimbilia kuolewa umri bado kwa sababu ya matamanio ya kimwili. Kwa hiyo vile unavyotamani, baba anakuambia acha, umri bado, fanya hivi. Sisi tunakimbilia kutamani ya mbeleni bila kusafisha moyo wetu, kusikiliza nini, kwa sababu moyo haupo safi. Na kikubwa zaidi tunakuwa hatujajikita kwenye masuala ya kimungu. Ukimjua Mungu utaonyeshwa kila kitu. Lakini kama una discipline ya Mungu, kila utachokifanya kitakuwa hakina maana. Lakini tunashauriwa ukimjua Mungu kama binti, kuna nyakati utapitia, ni nyakati ngumu sana, lakini kwa kupitia ile hali ya kumjua Mungu utafanikiwa. Lakini bila kumjua Mungu ni ngumu kwenye upande wa hisia. Mimi upande wangu, mimi natamani aliyewahi kukutana na mtu ambaye yeye mwenyewe aliwahi kufanya maamuzi kwa hisia tu na baadaye alijuta. Mimi ndo namtaka hapa. Mimi nina ushuhuda wa rafiki yangu karibu sana. Sawa. Kuna rafiki yangu mmoja alimpenda binti fulani. Na kwa bahati mbaya kabisa hakufunguka direct kwake. Sasa alichoanza kukifanya, alianza kufanya ile caring. Anahudumia sana, anapeleka vizawadi na nini. Hizo zote zilikuwa ni hisia ambazo zilikuwa zinamtuma kutokana na yeye alimpenda yule binti. Sasa matokeo yake dakika za jioni sana hizo, tunasema dakika za jioni, anataka amalize sasa amwambie yule binti. Sasa kumbe yule binti naye alishausoma mchezo mapema kwamba huyu jamani yake ni lakini kwa bahati mbaya yule binti yeye hakuwa na hisia na huyo rafiki yangu. Sasa rafiki yangu kashatumia gharama nyingi kwa hiyo binti. Ndio. Anakuja kumwambia yule binti na nukusa alivyoniambia mimi rafiki yangu kutokana na ambavyo aliambiwa na binti. Aliambiwa na wewe ni kijana mzuri. Unajua kukea sana. Ni mchapakazi, ni smart. Lakini kiukweli moyo wangu hauna hisia na wewe. Na jamaa alishatumia gharama nyingi. Sasa na imagine yale maumivu yalikuwa ni mabaya, lakini baadaye aliniambia niliumia sana, yani yeye aliumia. Kwa hiyo alipoteza vitu vingi kwa sababu ya hisia zake zilimtuma. Kwa hiyo mimi nina ushuhuda nayo katika hilo. Na mimi niseme tu kwa vijana kwamba hata kama umefanya maamuzi kutokana na hisia, usijute na wala usijilaumu sana. Hebu chukulia tu kwamba hiyo ni fursa nyingine, kwamba ulipita hapo ili ujifunze, ili uwe imara. Ukikutana na vitu kama hivyo utasonga mbele na utafanya vizuri sana. Kwa hiyo usibaki hapo ulipo ukaanza kujiona kwamba nilishaharibu. Kwa mfano huyu anasema alitumia gharama zake akamhudumia binti, mwisho binti anakuja anampiga na kitu kizito. Nikwambie kijana wangu, wala usikate tamaa. Na kitu kimoja naomba nikwambie kama mtumishi wa Mungu, iko hivi. Kuna wakati si Mungu alikukusudia uwe na huyo binti. Kwa hivyo sasa hiyo ni sababu ya kukutenga naye, na anakwenda kukupa aliyebola wa kuendana naye, kwa sababu kila mtu anaye wa kwake ambaye Mungu alikwisha muandalia. Sasa kwa hisia ndio ulimpata huyo. Sasa anapoondoka usijisikie vibaya, iwe ni kijana iwe ni binti. Utakapofikia hatua kama hiyo, umempoteza uliyempenda, usinywe sumu, una sababu. Usijiue, una sababu. Usijifungie ndani, una sababu. Usiache ulichokuwa unakifanya, wewe kifanye. Wewe endelea, songa mbele. Kwa nini nakutia moyo songe mbele? Kwa sababu yupo uliyeandaliwa. Huyo siye
Huyo ulikuwa naye tu upite akukomaze mahali fulani, akuweke imara mahali fulani, yupo uliyeandaliwa. Kwa hiyo binti yangu, kaa kwa kutulia, aliye wa kwako yupo, wala usijali. Kijana wangu, kaa kwa kutulia, yupo aliye wa kwako. Tunazungumzia swala zima la hisia hadi maamuzi kwa upande wa mahusiano. Kwa hivyo swala la mahusiano, wewe usiwe na wasiwasi, liko tu vizuri, Mungu atakusaidia. Basi naendelea tena kuwasihi kwamba msiache kufuatilia kipindi chetu cha Safari ya Vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Ni kipindi kizuri kabisa ambacho kitawaletea mambo mengi, mambo mazuri, na tuko na vijana hapa ambao kama mlivyowasikia wenyewe jinsi ambavyo wanafunguka. Hapa tunaongea mambo kwa uwazi, bila chenga. Nia ni nini? Ni wewe kijana unayetufuatilia uweze kupokea kitu, uweze kufahamu jambo fulani. Na ukijisikia kutuma message, ukijisikia kuuliza maswali, karibu sana. Namba zetu ni 0787877222. YouTube channel yetu ambayo utafuatilia kipindi hiki na kingine chochote, na usiache kusubscribe, usiache kushare, ni Little Flower Foundation Media. Karibuni sana. Chao chao.